nasi tunasema tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya Biblia takatifu ambayo inatufanya kuwa watakatifu na kutuandaa kwa ajili ya mbingu iliyo takatifu. Tunaomba Bwana ya kwamba Roho wako atatuongoza na kutufundisha na kutudhihirishia nia yako kwa kila mmoja kwa jina la Yesu. Tuonyeshe Bwana mambo mema, mapya, mambo sahihi katika kila sehemu ya neno lako kwa jina la Yesu. Asante Bwana, kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Mungu akubariki. Unaweza kuketi kama ulikuwa umesimama. Tunajifunza kutoka katika Agano la Kale, na Agano la Kale alipaswi kutufanya tusahau Agano Jipya. Tukizungumza juu ya Yoshua, tukizungumza juu ya Israel, na tukizungumza juu ya ule ushindi wa ile nchi, kuiteka ile nchi ya Kanaani. Nahitaji kupata kuelewa ya kwamba Mungu alitoa ile nchi ya ahadi kwa wana wa Israeli, na alivyowapatia nchi ile aliwaambia, alikuwa akingojea, akamwambia Ibrahim, alikuwa akingojea kwa ajili ya kile kikombe cha uovu wa Amori kiweze, na wa Amaleki na wale wa Kanaani kikombe chao kiweze cha uovu kifurike. Alikuwa haendi kwa hukumu katika wakati ule wa Ibrahim, alikuwa akingojea hadi pale ambapo kile kikombe cha uovu kitaja kwenda kujaa. Kwa hivyo akawapatia mamia ya miaka. Hawakutubu, hawakugeuka, walijifanya wao kuwa adui wa Mungu. Na kadri ambavyo walikuwa maadui na Mungu, walikuwa adui wa wateule wa Mungu wa Israeli. Na kwa hivyo Mungu sasa akawainua Israeli, ilikuwa awafutilie mbali wale wa Kanaani, wale wa Yebusi, wa Hivi na Waperizi wote. Kwa nini? Kwa sababu ile nchi ni ya Bwana na vyote vijazavyo. Na wale wa Kanaani pale na watu wengine wote pale hawakuweza kutambua yule mmiliki, hawakuweza kumtambua yeye Mungu wa juu mbinguni, yeye ambaye ameitoa ile nchi. Na walifanya mambo ambayo ni machukizo, walifanya mambo ambayo yalikuwa ni maovu, na Mungu akaamua ya kwamba atawafutilia mbali. Tafadhali pata kuelewa ya kwamba Bwana angeliweza kuwafutilia mbali yeye mwenyewe, na kama ambavyo aliangamiza Sodoma na Gomora yeye mwenyewe, na wala asitumie Lutu, kumtumia Lutu wala Ibrahim, bali Mungu akaamua ya kwamba kwa vile aliweza kutumia moto, angeliweza kutumia gharika, maji, na kuwafiagilia watu mbali katika wakati wa Nuhu. Sasa alikuwa anakwenda kuwatumia sio maji na wala sio moto, sasa alikuwa anakwenda kuwatumia wana wa Israeli. Na kwa hivyo Israel wakapigana dhidi ya Kanaani, na Mungu akawapatia wa Kanaani mikononi mwao kwa makusudi, ili alitimize lile agano alilofanya na Ibrahim. Sasa unakuja katika Agano Jipya. Ni aina gani ya vita ambayo tutakwenda kupigana sisi? Aina gani ya ushindi ambao tutakwenda kuwa nayo? Sasa tunapata kuelewa ya kwamba Israeli walikuwa nao maadui. Sisi tunaweza tukawa nao maadui, lakini Yesu akasema ya kwamba tunapookolewa, tunapokuwa tu wana wa Mungu, na tunapoendelea kutakaswa, kufanywa safi na kuwa watakatifu, maadui wowote wale ambao tunao, anasema ya kwamba wapendeni adui zenu. Mambo sasa ni tofauti. Sisi sasa sio wa kubeba silaha za vita dhidi ya adui yeyote sasa. Amen. Amen.
Anasema kama wana njaa maadui zako wape chakula. Waisraeli hawakupatia chakula wale maadui katika Kanaani. Hiyo ilikuwa ni kipindi tofauti, muhula tofauti. Anasema kama wana kiu basi wape maji wanywe. Na kwa hivyo tunapata kuelewa ya kwamba wenye dhambi katika dunia sio maadui kwetu sisi, na kwa hakika sisi ni wa kuwaendea wao na kuwahubiria habari njema. Watu katika kanisa sio maadui, wao ni kaka na dada. Na amri mpya na wapatieni, sio kupigana washarika katika kanisa, bali kuwapenda kama mimi nilivyowapenda ninyi. Ni majira na wakati tofauti. Huu ni wakati na hali iliyo tofauti, na kwa hivyo ama wapo katika dunia au wamo katika kanisa, ama ni wenye dhambi duniani au ni wateule katika kanisa, tunawapenda kila mmoja. Na anataka tuweze kufanya hilo. Hataki tuwapigane nao, hataki tuwashinde, hataki kwamba sisi tuwafanye kuwa watumwa wetu na kuwafanya kuwa wenye kuchota maji na kukata kuni. Hapana. Kwa hivyo ushindi tuliokuwa nao leo ni aina gani ya ushindi tuliokuwa nao leo? Sasa sisi tunahakikisha kwamba tunamshinda yule adui halisia, na adui wetu nambari moja tuliyekuwa naye ni Shetani. Adui wa kwanza tuliyekuwa naye dhambi. Adui wa kwanza tuliyekuwa naye nafsi. Na anatutuma na anasema tunaishi katika ulimwengu huu. Sisi watu wa kuwashinda wenye dhambi, sio watu wa kupambana na wateule, sio watu wa kupambana na dunia. Sisi si watu wa kupambana na kanisa au kupambana kulishinda kanisa au dunia. Yoshua aliyepigana hakupiga vita Israeli, na Israel hawakupiga vita dhidi ya Yoshua. Hapana. Vijana, hatumshindi baba yetu. Vijana, hatumshindi mama. Kama tukipata ule mtazamo kwamba unajua Yoshua alishinda, na sisi tunamtazama ule ushindi wake wa Yoshua dhidi ya Wakanaani, na sasa tuna nguvu na sisi, na sasa tunapasa na sisi kushinda. Unatafsiri vipi hilo? Wewe urudi nyumbani na kuanza kuwa na ule ujasiri, na wala muhitaji Roho Mtakatifu kwa ajili ya kumshinda baba. Kama unavuta tu, kama unakula madawa ya kulevya, unavuta bangi, hilo litabadilisha kichwa chako na unaweza ukapigana na baba yako au mama yako. Hatufanyi hivyo. Tunapookolewa anatupatia roho iliyookolewa, anatupatia badiliko la moyo, badiliko la maisha. Sisi sasa tena hatumshindi mkubwa wetu wa shule. Najua wala haliji hata mawazoni mwetu kwamba yule mwalimu pale ni mgumu sana yule, kama Yoshua alivyoshinda na sisi tunamshinda yule mwalimu. Hapana. Unashinda lile somo. Huogopi, unataka kujifunza na unataka kuwa na ule ufahamu, ili kwamba unaweza ukapata mafanikio katika yale masomo yako, na ukapata mafanikio katika ile fani yako kushinda. Hatuwashindi watu, tunashinda matatizo yetu. Wala hatuendi kuwashinda watesi wetu. Anatuambia kwamba heri ninyi ambao wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, kwa sababu hao ufalme wa mbinguni ni wao. Anasema kwa hivyo unapokuwa unateswa na wanasema maovu juu yako na wanafanya mambo mabaya dhidi yako, anasema omba kwa ajili ya wao, kwamba wale wanaokutesa na uwatendee mema wanaokufanyia maovu wewe. Kushinda kwetu wala sio dhidi ya wale watesi. Tunamshinda Shetani, tunashinda dhambi, tunashinda nafsi. Ingelikuwa ni jambo la kuhuzunisha
kama wana wa Israeli wangeligeuka na kumshinda Yoshua, wangelipoteza urithi wao. Wangelikuwa wakigombana sio na nguvu ya Mungu na wala sio kwa silaha za kiroho. Kama wangelikuwa wamegeuka na kuwa wanagombana na Yoshua, na kama wangekuwa wamemshinda Yoshua, hiyo ni kama wale watu katika chombo cha usafiri au kwenye ndege wanataka kumshinda rubani. Haina tija kwa wale abiria kumshinda dereva taksi. Utafikaje unako kwenda? Kanisa sio la kushinda yule mwangalizi pale, au mwangalizi wa kimataifa, au mchungaji wa kikundi, kiongozi wao. Tunamshinda yule adui ndani yetu, ile moyo ulioanguka. Hicho ndio cha kushinda. Je, tu watenda kazi, je tu viongozi, tumeitwa kushinda dhambi, kushinda shetani, kushinda nafsi. Hakuna yuko ndani ya kanisa mtendakazi wa muda wote au wa kujitolea kumshinda Yoshua wao. Hayuko kanisani kumshinda Yoshua wao, kumshinda mchungaji wao na kumfanya Yoshua kuwa mtumwa wao. Hapana, Yoshua na Israeli kwa umoja pamoja, Yesu na mitume wake kwa umoja pamoja, mwalimu na wafuasi wake kwa umoja pamoja, akituambia, akitufundisha, akituongoza na kutusaidia jinsi ya kuweza kushinda yule adui aliye ndani yetu, na wala sio kushinda mmoja au mwingine, kushindana sisi kwa sisi. Kwa ufahamu huo sasa unapata kuelewa sasa ya kwamba ile kazi ya Yoshua ni tofauti na kazi ya kwako wewe. Ile agizo la Yoshua ni tofauti na lile agizo ambalo ni wa yeye mhesabiwa haki wa wale ambao wanamjua Bwana. Hivi nifafanue zaidi juu ya hilo, muhimu sana nifafanue hilo. Yule mume sio wa kumshinda mke. Umejifunza nini? Tumejifunza juu ya Yoshua, tumesoma zile aya, na hata alisimamisha jua Yoshua. Je, tunaweza kufanya hivyo leo? Hapana. Kwa nini sivyo? Je, hatunayo imani? Ndio, tunayo imani, lakini unajua ile vita tuliyokuwa nayo sasa haitaji jua sasa ili kuwa tukae pale kwenye vile vita. Shetani anapambana kila wakati, ama jua lipo au jua halipo. Kwa hiyo tuna haja ya kusimamisha jua. Kusimamisha mwezi hatumsimamishi yule adui tunaogombana naye, na kule kulisimamisha jua hakuzuii ile dhambi ambayo inapigana dhidi yetu, na kulisimamisha jua hakusimamishi ile nafsi ambayo inafanya vita dhidi ya nafsi zetu. Na utiisha mwili wangu, sio kuutiisha mwili wa mtu mwingine, na utiisha mwili wangu. Na ama jua linawaka au jua limekaa, hilo halizuii ile tamaa ya mwili na kile kiburi cha uzima na maadui ambao wanapambana dhidi ya nafsi yako ili kwamba usifike mbinguni. Yoshua alihitaji jua ili kwamba awaone wale maadui na kupambana nao na kushinda ile vita dhidi yao maadui wale. Sasa sisi hatuhitaji nuru ya jua. Ile dhambi ipo wakati wote, macho yetu yakiwa yamefumbwa, ama kuna kiza usiku, dhambi ipo, ama jua linangaza, ile dhambi ambayo inapambana dhidi ya nafsi zetu bado ipo ile dhambi. Kwa hivyo hatupo sasa kuwa watu wa kushusha au kuchukua kila kitu ambacho kiko katika Agano la Kale, kuchukua kizima bila kupata kuelewa kwamba tuko nani, tu nani na tuko wapi katika Agano Jipya. Tunaangalia leo katika ujumbe ule kushinda kwa kudumu na kuhifadhiwa na urithi wetu uliohifadhiwa,
Angalia mstari wa kukumbuka katika Yoshua sura ya 11:23. 11:23 anasema Yoshua akatwaa nchi yote. Basi Yoshua akaitwaa hiyo nchi yote sawasawa na hayo yote Bwana aliyokuwa amemwambia Musa. Yoshua naye akawapa Israeli kuwa ni urithi wao sawasawa na walivyogawanyika kwa kabila zao. Kisha nchi ikatulia, isiwe na vita tena. Ushindi wa Yoshua, ushindi wa mwenye haki, waliohesabiwa haki. Watu wa Mungu leo, kushinda kwa daima, kwa kudumu na kuhifadhiwa kwa urithi wetu. Tuangalie mambo matatu katika ujumbe wetu wa leo. Jambo la kwanza, ushindi uliopita na urithi kwa ajili ya uzao. Jambo la pili ni kushinda kukamilifu na urithi wake katika uendelevu, katika uendeleaji. Ina maana ya kwamba ule ushindi mkamilifu wa Yesu, tunasonga kutoka kwa Yoshua na tunasonga mbele kwenda kwake Yesu. Na kwa sababu ya ushindi ule ambao ye alikuwa nao, sasa anatupatia sisi urithi ulio wa daima, ulio wa daima. Wale wa Kristo waamini katika ile karne ya kwanza aliwapatia ule urithi kwa sababu ya ile gharama aliyolipa katika msalaba wa Kalvari. Na watu ambao wanaishi leo, watu ambao wanaishi hadi wakati ule wa mwisho wa nyakati, ule urithi unabaki kuwa wa kwetu. Angalia jambo la tatu, kipengele cha tatu kitakuwa ni kule kushinda kwa wakati huu. Waamini washindao sasa, wana wa Mungu ambao wanashinda leo, ushindi wa sasa na urithi wa watu wake. Tuje katika kipengele cha kwanza. Kipengele cha kwanza ni ile ushindi wa kale na urithi kwa ajili ya uzao. Tumelifunza katika Yoshua sura ile ya 11 mstari wa 23. Tuangalie kipengele cha kwanza, Rumi ya kwanza. Tunaangalia Rumi ya kwanza, urithi wa kudumu kupitia Yoshua. Urithi ulioahidiwa wa kudumu, urithi ulioahidiwa wa kudumu kupitia Yoshua. Rumi ya kwanza. Rumi ya pili ni urithi ulio na thamani iliyotukuka wa Yoshua. Bwana alitoa ile ahadi na haikuwa kwa nguvu zao wenyewe au uweza wao. Ile bidhaa ya thamani kutoka kwa Yehova. Jambo la tatu ni urithi uliokusudiwa wa binafsi kwa wenye haki. Urithi uliokusudiwa wa binafsi wa mwenye haki. Na yalikuwa ni mapenzi ya Bwana, ni kuwapatia nchi nzima ya Kanaani. Kuwapatia itamsaidia nini mtu, mwanamke, mwanaume kama akipata mali zozote zile? Itamsaidia mali za majengo na kadhalika, huyo mtu akapoteza nafsi yake. Itamsaidia ni mtu apate vitu vyote, apoteze roho yake, aipoteze hatima yake. Mwenye haki, aliyehesabiwa haki, hata kuwa mtu wa kufuatia mali zisizoondosheka kwa sasa. Kuna urithi wa binafsi ambao tunaukusudia kufika kule mbinguni, kuipata mbingu. Hilo ndilo urithi wa wenye haki ambao tunaufuatia wakati huu. Jambo la kwanza sasa, Rumi ya kwanza, urithi ulioahidiwa wa kudumu kupitia Yoshua. Urithi ulioahidiwa wa kudumu kupitia Yoshua. Yoshua 1:6. Yoshua 1:6. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao. Nchi hii utakayewarithisha watu wa nchi hii niliyowaapia baba zao, ya kwamba nitawapa Isaka, Ibrahim, Isaka na Yakobo. Niliwapatia baba zao ya kwamba nitawapa. Angalia mstari wa 7. Uwe hodari tu
na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Anasema usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Bwana aliitoa ile nchi, na Bwana akamwambia ile milki yote, ile mipaka ya ile nchi, akasema ni kwa mipaka hii na ni mpaka ule nimeahidi hilo kwa Ibrahim, nchi. Na mtu anaweza akanunua kiwanja, akamiliki kiwanja, lakini ni swala tofauti kwa ajili ya nafsi kuokolewa na nafsi kubaki na Mungu na kuweza kurithi ule uzima wa milele. Lakini hiki ndicho ambacho wao walikipata, nchi. Tunaangalia Rumi ya pili kipengele cha kwanza, bado ni ile mali ya thamani ya urithi toka kwa Bwana Yehova. Hiki ndicho ambacho Bwana aliahidi. Angalia Zaburi ya 74, Zaburi ya 74:2. Anasema ulikumbuke kusanyiko lako uliloninunua zamani, ulilolikomboa liwe kabila ya urithi wako. Mlima Sayuni uliofanya maskani yako, uliofanya maskani yako. Alikwenda kukaa pamoja nao na kudumu pamoja nao katika nchi ile. Aliwapatia ile nchi kwa ahadi, na ilikuwa ni milki iliyokuwa imenunuliwa na kuwapatia. Na mzaburi alikuwa anasema ulikumbuke. Unahitaji kukumbuka ya kwamba urithi wetu ni tofauti na wakwao. Urithi wa kwao wao ulikuwa ni urithi wa nchi na wa mali. Aliwapatia nchi na mali kwa kudumu. Na sasa watu ambao wanaishi pale kwa kitambo, kwa muda, na walikuwa si watii kwa Mungu, si watiifu kwa Mungu, alikuwa akienda kuwafukuzilia mbali. Ambacho alifanya kupitia kwa Yoshua. Tunaangalia Rumi ya 3 kipengele cha kwanza, ni urithi uliokusudiwa kwa wenye haki. Urithi uliokusudiwa kwa wenye haki. Na nataka nikuulize, urithi upi ambao unaupendelea? Urithi wa hapa duniani, miaka 70, miaka 100, miaka 120, na usiwe na urithi kule juu mbinguni? Ni kipi unachokitaka? Je, unapendelea kipi? Kuwa na mali hapa duniani, majumba na nchi na ardhi na viwanja hapa, alafu huna makao juu mbinguni? Ni kipi ambacho unapendelea zaidi? Kule kuwa na pesa zote katika mabenki yote hapa duniani, na ukiwa na utajiri katika utukufu juu mbinguni, ni kitu gani ambacho unakipendelea zaidi? Na lazima tuweze kufikiria vizuri juu ya kile ambacho Yesu alikuja kutupatia. Sababu kama Yoshua angelikuwa amewapatia pumziko, basi isingelikuwa muhimu sasa Kristo aje. Lakini Kristo akijua ya kwamba yote ambayo Israeli waliweza kuyamiliki, ndio walimiliki ile nchi. Na hata Yesu alipokuja hapa duniani, kulikuwa na ile Kapernaumu, kulikuwa na Nazareti, kulikuwa na Yeriko, kulikuwa na Yerusalemu pale, na hata walikuwa na hekalu kubwa zuri tu pale Yerusalemu, ile hekalu la pili. Lakini walikuwa kumkubali Kristo, walikuwa wanao wokovu. Na Bwana akasema, wanafunzi, mnaona haya mawe yote? Mnaona hili hekalu zuri kabisa? Hakuna jiwe litakalo baki juu ya jiwe. Kila kitu kitasambaratishwa. Na akautazama Yerusalemu na akaulilia Yerusalemu. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwa na ile hali ya kiroho ya
urithi wa kimbinguni. Ndiyo walidai kwamba Ibrahim ni baba yetu, nchi ya Israeli ni nchi yetu, walidai hivyo. Walikuwa wakimtafuta Masihi ambaye atainua vita na kushinda dhidi ya serikali ya Kirumi, ili kwamba waweze kuwa na utulivu wa kutosha katika urithi wao ambao Yoshua alikuwa amewapatia wao, ukalie urithi wao. Ni huzuni kiasi gani kwamba Yesu akawaachia, kwamba Yesu aliwaachia nyumba yao ukiwa. Yesu aliwaacha, walikuwa na nchi, lakini mioyo yao ilikuwa sio yenye kumilikiwa na Mungu. Lazima tufikiri kwa akili kiroho na tupate kuelewa ya kwamba kuna urithi uliokusudiwa wa kibinafsi. Tunapokuwa tumehesabiwa haki na pale tunapopata kuwa wenye haki. Angalia sura ya 37 ya Zaburi zile. Zaburi ya 37. Zaburi ya 37:11. 37:11. Bali wenye upole watairithi nchi. Sio tu kuirithi ile nchi ya mipaka ya nchi ya Israeli. Anasema wenye upole watairithi nchi, watajitajirisha kwa wingi wa amani. Amen. Amen. Amani ndani ya moyo, amani katika ufahamu wako, amani katika akili yako, amani katika familia yako, na ule urithi wa nchi nzima, ulimwengu mzima. Alafu mstari 18, angalia pale 18, anasema Bwana anazijua siku za wakamilifu na urithi wao utakuwa wa milele. Israeli wote ambao walimiliki nchi ya Kanaani, walipokufa walikuwa hawataendelea kuirithi ile nchi kama mtu ambaye amekwisha kufa tayari, lakini urithi ambao utakwenda kudumu milele. Hata Agano la Kale lilikuwa nawaambia ya kwamba huu urithi ni wa kitambo. Huu urithi unaweza hata ukazikwa pale, lakini huo ni mwili wako uliokwisha kufa. Lakini Bwana azijua siku za mwenye haki na urithi wao utakuwa wa milele. Mstari wa 22 anatuambia 37 hatua, anasema maana waliobarikiwa na yeye watairithi nchi. Sio kiwanja tu, watairithi nchi, nao waliolaaniwa na yeye wataharibiwa. Alafu anatuambia katika mstari wa 24, 29 anatuambia wenye haki watairithi nchi, nao watakaa humo milele. Hapa nazungumza kitu ambacho kiko zaidi ya wakati wa mauti, ya kwamba kama tu wenye haki, kama tukipata kuja kumjua Bwana, anatupatia ule urithi milele. Mstari wa 34 anatuambia, anasema wewe umgoje Bwana. Hivi nadhani kwamba Yoshua amewapatia urithi wote unaohitaji nchi ile, lakini wewe binafsi, wewe umgoje Bwana, uishike njia yake, naye atakutukuza, uirithi nchi. Wasio haki watakapoharibiwa utawaona. Anatuambia katika Mathayo sura 25, Mathayo 25, Mathayo 25:34, 25:34. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba, urithi hii ni ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Hiyo inakwenda hata kabla ya Yoshua kuja na kupambana na Kanaani. Toka wakati wa kuwekwa misingi ya ulimwengu kulikuwa na urithi mkubwa zaidi, kulikuwa na ufalme wa Mungu. Na sasa mwenye haki
yule ambaye ameokolewa, wenye haki, wale ambao wameonyesha yale maisha ya mtu aliyehesabiwa haki. Bwana anasema atakapokuja atayagawanya mataifa sehemu mbili, mataifa ya dunia sehemu mbili, wengine mkono wa kuume, wengine mkono wa kushoto. Na atawaambia wale walio katika mkono wa kuume, anasema nyinyi mliobarikiwa na Baba yangu, muurithini ufalme uliokiwa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa gerezani nanyi mkanitembelea, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama. Alafu akasema, Bwana, ni lipi tulipokuona mgonjwa au uko kifungoni au una njaa au una kiu? Yesu akasema, kwa kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa ndugu zangu walio wadogo, hamkugombana nao, hamkuwa na mawazo ya kuwashinda. Uliwaona wana njaa, uliwaona dhaifu, uliwaona wana njaa, walikuwa na njaa, na ukawahudumia. Kwa kadri ulivyowafanyia hao, umefanya hivyo kwangu pia. Alafu angalia mstari wa 41. Angalia mstari wa 41. Mstari wa 41. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Na Shetani akawafundisha watu hawa kupuuza wale watu ambao wanateseka. Hao watu walikuwa na yale mawazo kwamba walikuwa wagombane na washindani wao, wagombane na wale watu ambao walikuwa wako dhidi yao. Wao sio kuwahudumia, kuwamsaidia mtu yeyote. Walijiita kuwa wafuasi wa Kristo, walijiita kuwa wanafunzi wa Kristo. Na Bwana anasema walikuwa wamelaaniwa na watakwenda katika moto wa jehanamu, mahali palipoandaliwa Shetani na malaika zake. Anasema, kwa sababu mliniona nina njaa, uliniona nina kiu, unaliona niko gerezani, uliniona nimekosa hiki na kile na hamkunihudumia. Sema, nini? Kama tulikuona katika hali hiyo, tungelikuhudumia, tungelikujua kama ni wewe. Sema, hapana, mlikosa hiyo nafasi mlipoona yule mtu muamini maskini ambaye ni mfuasi wangu. Hukujua kwamba unamtazama Yesu. Ulipomuona yule mtu ambaye mwenye hofu, ambaye alimwoga, ambaye amenyimwa fursa mbalimbali, kujua kwamba mnanitazama mimi. Na mlipomuona yule mtu mwenye njaa na ukala chakula chako wewe peke yako, ukaona wako uchi na ukajivika wewe mwenyewe kwa nguo zako wewe mwenyewe, na hukuwahudumia kwa kadri ambavyo haukufanya hivyo kwao, wewe hukufanya hivyo kwangu mimi. Ulishinda nchi, si ndio? Ulishinda mali, je, si ndio? Sawa. Na ulimiliki nchi na mali, si ndio hivyo? Lakini hukunihudumia mimi. Kushinda dunia, kumiliki dunia, kumiliki ardhi, mchanga na simenti, bila ya kuwa na ile asili ya Kristo, ya kwamba atakuwa ni mwenye upendo na mwenye kuwa mtoaji kwa watu wengine. Kwa sababu hukufanya hivyo kwangu mimi kupitia wale, sasa unakwenda katika mkono wa kushoto. Angalia mstari wa 46. Angalia mstari wa 46, Mathayo 25 hiyo. Anasema, na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Uzima wa milele. Daniel sura ya 12 mstari wa 2. 12 Daniel
mstari wa 2 ule, na hao walalao katika mavumbi, Agano la Kale, wengi katika Waisraeli, tena wengi wa hao walalao katika mavumbi, baada ya kuwa wana mali na milki mbalimbali na urithi, lakini hawakutoa mioyo yao kwa Bwana, kwa sababu Ezekiel alisema ya kwamba yeye Mungu atawanyunyizia maji safi, nao watakuwa safi, nao na atawatakasa na udhalimu wao na uchafu wao wote. Anasema nitaondoa ule moyo wa kijiwe kutoka ndani yao na kuwapatia moyo wa nyama. Hicho hawakukiona kuwa ni cha thamani. Wao walikuwa nayo nchi kama urithi wao. Lingine lolote lile ambalo wanalitafuta ni lipi sasa? Tayari walikuwa wamekwisha kushinda, wamewashinda wale Wayebusi na hivi tayari walikuwa wamekwisha kuishinda ile nchi ya Kanaani. Walikuwa wakitafuta nini? Walipaswa kuwa wanatafuta ule utakaso wa moyo. Walipaswa kuwa wanatafuta kule kufanywa upya roho zao, lakini hawakufanya hivyo, na hao watakwenda katika ule moto na hukumu ya milele. Na wengi walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, watu wa Mungu waliohesabiwa haki, wengine aibu na kudharauliwa milele. Angalia mstari wa 3. Mstari wa 3 anasema, na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga. Watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Amen. Hii inatufanya kwamba tuweze kujua na kufuatilia kwa shauku kubwa ule urithi ulio halisi, ile haki katika moyo, ile haki katika maisha, ule usafi wa moyo, ule utakatifu wa maisha, ili kwamba ule urithi halisi, ule urithi uliokuwa umekusudiwa binafsi, ule urithi wa wenye haki utakuwa ni wa kwetu. Tuje kwenye kipengele cha pili sasa. Kipengele cha pili, andika vizuri: ushindi mkamilifu na urithi wake wa daima katika uendelevu. Hebu tuangalie kile ambacho tunaambiwa katika Zaburi ya pili. Zaburi ya pili mstari wa 8 wa 6. Zaburi ya pili 6. Nami nimemweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Mstari wa 7. Mstari wa 7. Nitaihubiri amri. Bwana aliniambia, ndiwe mwanangu, ndiwe mwanangu. Ile S kubwa, ndiwe mwanangu. Mwanangu pale Kiingereza mwanangu ni M kubwa. Na hivi vitu vyote vimeandaliwa na Baba wa mbinguni kutoka wakati wa kuwekwa misingi ya ulimwengu. Na alijua Mungu ya kwamba mwana ataja kuja na atalipa ile gharama, ili kwamba sisi tuweze kuja kwa Mungu na kuweza kupatanishwa na yeye Mungu tena. Anasema, wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Mimi leo nimekuzaa. Nini ambacho kitakuwa urithi wake? Angalia mstari wa 8. Mstari wa 8, uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Mataifa, zile roho za watu ambao wamepotea, nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Amen. Amen. Na miisho ya dunia kuwa miisho ya dunia kuwa urithi, milki yako. Huo ndio miliki wa Kristo. Huo ndio urithi wa Kristo kwa kudumu milele. Naangalia mambo matatu hapa. Jambo la kwanza, Rumi ya kwanza, ni ushindi mkamilifu na urithi wake wa thamani. Ushindi mkamilifu na urithi wake wa thamani. Urithi wake wa thamani. Angalia neno hapa.
Jambo la pili, msalaba ushindao na ahadi yake ya urithi. Jambo la tatu ni kusulubiwa kuliko tabiriwa na urithi wake wa kipekee. Tuangalie Rumi ya kwanza, andika vizuri, ni ushindi mkamilifu na urithi wake wa thamani. Andika vizuri hilo. Anatuambia katika neno ya kwamba kwenye kitabu kile cha Waebrania sura ya pili, Waebrania 2:10 pale anatuambia kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi waufikirie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Aliteseka msalabani, na kwa sababu ya utesekaji ule katika msalaba, sasa anawaleta wana wengi utukufuni. Huo ndio urithi wake. Angalia mstari wa 14. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti ya Kristo amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Angalia mstari wa 15. Awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Alitukomboa na tukawa urithi wake wa thamani. Angalia Rumi ya pili hapa ni msalaba ushindao na urithi wake ulioahidiwa. Msalaba ushindao na urithi ule ushindi wake ulioahidiwa, urithi ambao alikuwa nao. Anatuambia kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12. Ebrania, twende 12 ile. Ebrania mstari wa 2. Anasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba, alidharau na kuidharau aibu, na ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Kiti cha enzi cha Mungu. Alijua ya kwamba atakabiliana na msalaba. Alikuwa na kwenda kufa msalabani kwako na kwangu na kwetu, na alikuwa nayo furaha kwa sababu alikuwa akitazamia ya kwamba hilo litaleta wokovu kwa roho nyingi, na wale watu ambao wameokolewa watakuwa ni urithi wake ulioahidiwa. Angalia mstari wa 3. Mstari wa 3 anatuambia, maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkazimia mioyoni mwenu, ili kwamba na sisi pia tuweze kufikia msalaba wetu, tupate kufikia njia panda zetu. Tupasa kumkumbuka Yesu ambaye kwa sababu ya furaha iliyowekwa mbele yake aliuvumilia msalaba. Hatupasi kuchoka, na anatuambia kwa hakika kama utakwenda kumfuata wewe utaubeba msalaba wako. Na kila anayekusababishia wewe kuwa na huo msalaba, anaikatiza njia yako, humlaani mtu huyo na hung'aki dhidi yake, hugadhibiki dhidi yake, humtendei maovu, hujaribu kumshinda mtu huyo na kuwadhoofisha. Hapana, kama huyu nikimshinda huyu, kama nikimpindua huyu, basi huyo hatakuwa tena msalaba kwangu. Nikimnyosha huyu, hatakuwa msalaba tena kwangu. Kama ni mumeo ambaye unadhani kwamba anakusababishia msalaba, beba huo msalaba. Usimshinde mume. Unampenda mumeo,
kama kanisa ambavyo limempenda Kristo. Kama ni mkeo ambaye anakuletea msalaba, usimlaani, usimkandamize, usimshinde. Unampenda mkeo kama Kristo alivyolipenda kanisa, na unaubeba msalaba wako kwa furaha. Huo ndio wito wa Mungu kwetu, na hutakuwa mchovu katika mawazo yako. Angalia mstari wa 4 ule. Angalia mstari wa 4. Anasema hamjafanya vita hata kumwagika damu, mkishindana na dhambi. Hamshindani dhidi ya wenye dhambi, hamshindani dhidi ya wateule, hushindani dhidi ya watoto wa Mungu, mnashindana na dhambi. Huyo ndiye adui yako hasa. Na kama unatumia usikivu wako wote, umakini wako juu ya watu, umakini wako, usikivu wako unaukaza katika wanadamu, unadhani hao ndio msalaba kwako, huna nguvu yoyote, huna usikivu wote ile kupambana dhidi ya dhambi. Na huyo ndiye adui mkubwa, dhambi. Alitupia katika Rumi ya 3 hapa, kipengele cha 2 bado. Huyo ni kusulubiwa kuliko tabiriwa na urithi wake wa kipekee. Kusulubiwa kuliko tabiriwa na urithi wake wa kipekee. Anatuambia katika Zaburi ya 22, ule msalaba, kule kusulubiwa kulikuwa kumetabiriwa. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Hicho ndicho alichokisema pale msalabani, na ndicho alichokisema pale katika kusulubiwa. Angalia mstari wa 7. Angalia mstari wa 7. Anasema wote wanionao hunicheka sana, hunifyonya wakitikisa vichwa vyao. Sasa walipomwambia hivyo wakati alipokuwa anasulubiwa pale msalabani, yeye hakuwalaani na hakuangamiza. Akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Na kwa sababu unapokuja wakati wa kusulubiwa, huwalaani watu wanaokusulubu, huwashindi, huwaangamizi. Hapana, umepaswa kumfuata Kristo katika kule kusulubiwa. Wasamehe maana hawajui walitendalo. Angalia mstari wa 8. 22 Zaburi husema, umtegemee Bwana na amponye na amwokoe sasa, maana apendezwa naye. Huo ndio uzoefu wake pale msalabani. Angalia mstari wa 16. Angalia, anasema, kwa maana mbwa wamenizunguka, kusanyiko la waovu wamenisonga, wamenizua mikono na miguu. Kusulubiwa hapa. Angalia mstari wa 18. Angalia, wanagawanya nguo zangu na vazi langu wanalipigia kura. Na nini matokeo ya hayo? Mstari wa 27 anatuambia, miisho yote ya dunia itakumbuka na watu watamrejea Bwana. Miisho ya dunia, nchi nyingi, mataifa mengi katika maeneo mbalimbali ya dunia watakumbuka jinsi ambavyo Kristo alikufa kwa ajili yetu, kwa ajili yao. Kristo alivyolipa gharama kwa ajili yetu, kwa ajili yao, na watageuka wamgeukie Bwana, na wote na mataifa watamrejea, na watu watamrejea Bwana. Jamaa zote za mataifa watamsujudia, sababu wamekuwa sasa watoto wake, wamekuwa sasa ni wana na binti zake, na sasa wanakuwa ni wafuasi wake, na sasa wanakuwa wao waliorithi wake. Angalia mstari wa 24, sura 22 Zaburi ile, anasema, maana mfalme una Bwana, naye ndiye awatawalaye mataifa. Na hatimaye hawa watu wote
ambao wananufaika na msalaba, sasa wao wanapata kuwa ni wafuasi wa Kristo na wanakuwa ndio urithi wa Bwana. Tunakuja kipengele cha tatu sasa. Kipengele cha tatu ni ushindi wa sasa na urithi wa watu wake. Ushindi wetu wa sasa Agano Jipya, na ule urithi tuliokuwa nao kama watu wa Mungu. Mambo tatu katika kipengele cha tatu. Jambo la kwanza, Rumi ya kwanza ni washindi wenye urithi wa milele. Jambo la pili ni wenye tamaa wasio na taraja la urithi. Jambo la tatu tunakwenda kuangalia washindao wakiwa na urithi uzidio. Angalia Rumi ya kuanzia ni washindi wenye urithi wa milele. Washindi wenye urithi wa milele. Warumi sura ya 8 ile. Warumi sura yetu ya 8 mstari mzuri wa 37 ule. Mzuri wa 37. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Kina sisi hapa ni nani hapa? Tu hapa ni kina nani? Wale mitume wa Kristo waliowaambia, enendeni ulimwenguni mote na kuhubiri Injili kwa kila kiumbe. Wale mitume ambao aliwaambia kungojea, kudumu, kubaki katika Yerusalemu hadi mtakapovikwa na uweza utokao juu, kwa sababu mtapokea nguvu akisha kuajilie juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia tangu Yerusalemu. Sio wapiganaji, sio wale wagombanao, sio watu wanaopigana, watu waliomuua bwana wao, sio wapiganaji wa vita. Hapana, mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na Uyahudi na Samaria na hata mwisho wa nchi. Na hawa wanafunzi wakawa washindaji. Na sisi ambao tunaishi leo, hiyo ndio wito wetu, ya kwamba sasa tunashinda. Sio tunashinda wa Kanaani, tunashinda sio nchi yetu, tunashinda sio wale maaskari wanaotunza sheria, tunashinda sio watu ambao tunadhani kwamba wanapigana dhidi ya kanisa. Tunamshinda shetani, amen. Tunashinda dhambi, amen, na tunashinda nafsi, amen. Na anasema hatushindani na askari wa jeshi, hapana. Nanyi nini mmekuwa washindi katika yeye aliyetupenda. Angalia, na ni zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Mstari wa 38 anasema, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayo kuwepo wala wenye uwezo. Mstari wa 39 anasema, wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Tunashikilia kwa uthabiti mateso, matatizo, ugumu, changamoto, mihemko ya watu dhidi yetu. Hilo halitutengi sisi na ule upendo wa Kristo. Tunaendelea kumpenda na kumpenda na kumpenda, tukiwaza juu si ya kile ambacho watu wamekitufanyia, bali kile ambacho yeye mfalme wa amani ametenda kwa ajili yetu na yao. Tuangalie katika Petro wa kwanza sura ya kuanzia, na tunaangalia mstari wa 3. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kupendeza wa 3 ule, anasema, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Angalia mstari wa 4.
tupate na urithi, tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yetu. Urithi usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yetu. Hicho ndio cha kupigania, ndicho cha kutunza, hicho ndio cha kuhifadhi. Lakini kama daima wewe unaangalia tu vitu vya asili, kama daima wewe unaangalia tu zile milki za kidunia na unatumia nguvu zako zote kupigania vitu hivyo vya kimwili na kuwa na mashaka na wasiwasi juu ya vitu hivyo, na wala uwazi juu ya ule urithi wako uliohifadhiwa juu mbinguni kwa ajili yako, wakati huo, wakati unagombana hivyo, wale unaopigana na watesi wako, wakati unapopigana na wale washindani wako, unapopigana hata na waamini wakati mwingine, alafu unapigana na viongozi katika kanisa, unapoteza ule uzoefu wako wa maisha yako ya Kikristo. Wokovu hunao tena pale, utakaso umeshapoteza, utakatifu hunao tena. Wakati unapigana na mke, lazima anipe hiki, lazima anipatie watoto. Kama anipatie watoto, kwa nini yuko hapa huyu mke? Unamtesa, unamkandamiza na hayo yote. Lazima anipatie pesa, ile pesa yote anayoipata, hivi anaipeleka wapi hiyo hela? Lazima anipatie hiki na anipatie na kile. Na watu wangu wanatarajia ya kwamba ndicho ambacho mume wangu atanipatia, na anipatii huyo mume wangu. Alafu unagombana na hakuna tena haki ndani yako, hakuna tena ule upole, hakuna tena ule unyenyekevu, hakuna tena utakatifu, hakuna tena amani kati yetu tena. Kuna kitu ambacho daima unakipigania, na huu urithi ambao haunyauki, ambao umehifadhiwa mbinguni kwa ajili yetu, tunasahau. Kama hata ukumbuki katika ndani ya kanisa, na tunakuja hapa kanisani alafu wala ukumbuki, na kanisani napo tunagombea vitu vya mwilini, vitu duni tu. Kama ukumbuki ule urithi, hata ukiwa kanisani, hata baada ya tu ya kusikia ujumbe ambao unaonyesha ule urithi wa mbinguni, mara tu baada ya dakika 5 tu baada ya ibada, kama ukumbuki, sasa utakaporudi nyumbani kumbukaje? Usiwe mtu ambaye unazingatia sana dunia alafu unapoteza mlengo wako wa mbinguni. Ya kwamba anataka tuweze kuzingatia katika ule urithi usioharibika, usio najisika, usio nyauka, uliohifadhiwa mbinguni kwa ajili yetu. Angalia mstari wa 5. Nanyi mnatunzwa na nguvu za Mungu, amen, kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Tunakuja katika Rumi ya 2 kipengele cha 3. Wenye tamaa wasio na urithi unaotarajiwa. Wenye tamaa wasio na urithi unaotarajiwa. Hawana urithi, hawana taraja hilo. Wana ubinafsi. Kila kitu ni kwa ajili yangu, kwangu. Raha yangu, faraja yangu kwa ajili yangu. Mali yangu. Nataka njia yangu, mapenzi yangu, nitakacho mimi. Hawafikiri kamwe juu ya kuwaweka wengine kwanza mbele. Wanatamani tu kila kitu kwa ajili yao. Wanatamani nafasi ambazo Mungu amewapa wengine. Wanatamani mali ambayo Mungu amewapa wengine. Wanatamani nguvu na mamlaka ambayo Mungu amewapa wengine. Wanatamani vitu vya kidunia. Wao hawana dhamiri yoyote ile ya kufuatia vile vitu vilivyo juu. Na kwa hakika wao wanafikiri tu kwamba bado wameokoka, lakini hapana.
Hapana, hawajaokoka watu hao. Wanadhani kwamba bado wamesimama katika iliyo kweli. Hapana. Huyo mtu ambaye anasema kwamba hii itakuwa njia yangu ninavyotaka mimi, kama haendi kwa njia yangu mimi, basi tutalitawanya kanisa. Huyo sio mtu aliyeokoka. Huyo ni adui wa Mungu, adui wa Kristo. Huyo ni adui wa nafsi yake mwenyewe. Wenye tamaa, wasio na urithi unaotarajiwa. Waefeso sura ya 5 mstari wa 5. Waefeso sura ya 5 mstari wa 5 anasema, maana neno hili mnalijua hakika ya kwamba hakuna mwashirati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye muabudu sanamu, anaabudu anachokitamani. Inawezekana kuwa ni kitu kisichoshikika ndicho anachokiabudu. Inawezekana ni kitu kinachoonekana, kinachoshikika ndicho anachokitamani. Hiyo ndio sanamu yake. Inaweza kuwa kitu cha kimwili ndicho anachokitamani, ndicho anachokihusudu. Inaweza kuwa ni jambo la kihisia, inawezekana ni jambo la kimwili. Hisia ya kimwili ndio anayotamani, ndicho ambacho anazingatia sana, na ndicho anachokifanya kuwa ni kama sanamu. Wala mtu mwenye kutamani ambaye ni muabudu sanamu, anasema muabudu sanamu aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Kristo na Mungu. Angalia mstari wa 6. Mtu asiwadanganye, na wala usidanganye wewe mwenyewe kwa maneno yasiyo na maana, kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi. Angalia mstari wa 7. Basi msishirikiane nao. Usiwe katika mapatano na watu ambao wanaabudu vitu vya kimwili vya kidunia, ambao wanahusudu vitu vya kihisia, na watu ambao wanasujudu vitu vya kimwili, na neno wanalosikia linaingia ndani sikio moja na kuchomokea kwenye sikio jingine. Mioyo yao haijaokolewa bado. Maisha yao hayajaokolewa. Tabia, mwenendo bado haujaokolewa. Kwa nini? Kwa sababu bado wanafuata tamaa zao. Wanafuata vile vitu ambavyo wanavitamani. Tunaambiwa katika Waebrania sura ya 12. Waebrania sura ya 12 mstari wa 15. Angalia, mkiangalia sana mtu asije akaipungukia neema ya Mungu. Mkiangalia sana mtu asiipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Mstari wa 16. Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau, aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja, kwa sababu ya kuonea tamaa na kuonea kijicho kile chakula cha dengu cha Yakobo, akasahau juu ya uzaliwa wake wa kwanza. Anasema tunahitaji kuangalia kwa bidii. Tunatakiwa kuwa makini sana, asije mtu yoyote asije akawa mtu asiyefaa kama Esau. Asiwe mwashirati, asiyemcha Mungu kama Esau. Maana mwajua mstari wa 17 ya kuwa hata alipotaka baadaye kuirithi baraka, wakati ambacho alitakiwa hiyo, alikataliwa, maana hakuona nafasi ya kutubu, ijapokuwa aliitafuta
kwa machozi. Kwa machozi. Kuja katika Rumi ya 3. Rumi ya 3 ni kule kushinda kwa urithi uzidio. Kushinda na kushinda na kushinda. Kushinda kwa urithi uzidio. Kurithi na kuwa na urithi uzidio. Kushinda na kuwa na urithi uzidio. Anatuambia kitu gani tunakishinda na kile na aina gani ya urithi nao kuwa nao. Angalia kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ya 21, sura 7. Ufunuo 21:7. Anasema yeye ashindaye. Yeye ashindaye. Yeye ashindaye anamshinda shetani. Anashinda dhambi. Anashinda nafsi. Anashinda majaribu yote. Anashinda kila aina ya wapotoshaji. Anashinda kila aina ya watesi. Anashinda kila aina ya changamoto ambazo zinakuja katika maisha ili kumkengeusha na kumgeuza kurudi nyuma. Anashinda kila aina ya udhaifu wake wote. Anashinda kila aina ya unyonge wake ambao utamfanya kurudi nyuma, kwenda katika mambo ya kimwili na kurejea tamaa za mwili na kile kiburi cha uzima na kila aina ya uharibifu wa dunia na kuyarudia matapiko yake tena. Anashinda kila kitu cha namna hiyo. Yeye ashindaye anashinda kwa imani. Anashinda kwa kule kujitoa kamilifu kwa neno na mapenzi ya Mungu. Anasema yeye ashindaye. Yeshua alisonga mbele na kushinda na kushinda, akishinda na kushinda kile ambacho Mungu alimwambia ashinde. Na ijapokuwa yeye alikuwa ni mzee Yoshua, wewe umeshakuwa mzee sasa na umejaa siku, lakini bado lazima ujue kwamba mpaka pale pumzi yako mwisho utakapokutoka utaendelea kushinda na kuendelea kushinda. Kwetu sisi sasa, unapozidi kuwa mtu mzima, mzee zaidi, aina ya ushindi ambao ulikuwa nao pale mwanzo mwa imani yako kuingia katika kanisa Deeper Life, na aina ya ushindi na ule hali ya kuwa macho ambao ulikuwa naye pale mwanzo wakati wako wa kuja Deeper Life, na aina ile ya haki, aina ya utakatifu, aina ya kujiweka wakfu ulikokuwa nako pale mwanzo. Sasa unakuwa mtu mzima na umekuwa mtu mwenye kujaa siku. Umekuwa Deeper Life sasa, miaka 50 imekuja imepita, lakini kushinda na ni kuendelea kushinda mpaka mwisho. Amen. Amen. Kujiweka wakfu kwako kwa wakati ule, kule kujitoa kwako katika wakati ule, na kule kung'ang'ania kwako katika wakati ule. Sasa kwa kuwa unaendelea kusonga mbele na kushinda, na husemi kwamba tumekuwa hapa sasa miaka 30, sasa tumekuwa mahala hapa miaka 40, nimekuwa miaka 37 sasa, na sasa unaanza kushusha ulinzi wako, ngao zako. Ye ashindaye atarithi yote. Ye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Bwana anatuitia kufikiri kikamilifu, na Bwana anatuitia kupeleleza mioyo yetu, maisha yetu. Kitu gani ambacho kimeingia katika maisha yako ambacho badala ya wewe kushinda sasa ile dhambi inakushinda wewe? Waza hilo, ya kwamba shetani na kila aina ya vibweka vyake anakushinda wewe, na kila aina ya mazingaombo yake anakushinda wewe. Yale maisha ya kibinafsi, maisha ya ukaidi, maisha ya kiovu, maisha ya moyo mgumu wa kijiwe, badala ya wewe kushinda moyo wa kijiwe, sasa ule moyo wa jiwe unakushinda wewe. Unaamini juu ya kuja kwake Bwana, na anaweza kuja wakati wowote. Amen. Kama akikukuta ukiwa umeshindwa na shetani, umeshindwa na nafsi na umeshindwa na dhambi, utakuwa wapi milele? Waza. Ye ashindaye atarithi haya yote,
nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Hebu tunyanyuke pale tulipo na tuseme na Bwana katika maombi. Kumbuka kwa mara nyingine tena, uko hapa kuomba kwa moyo wako wote. Naomba kwa ajili ya ujumbe ambao umesikia, ujaribu kutushinda sisi, ujaribu kulishinda kanisa na kutuzuia tusiombe. Fungua kinywa chako, sema na Bwana katika maombi. Hakuna faida kwa Mwisraeli yoyote ile kujaribu kumshinda Yoshua. Huo sio wito wako, sio wito wako. Hakuna faida kati ya wanafunzi wote wale kujaribu kumshinda Petro au Paulo. Hakuna faida katika hilo. Angalia maisha yako. Je, dhambi za kisirisiri zimetamalaki? Je, hila za shetani, mbinu za shetani zimechukua nafasi? Je, umekuwa huna mawazo sasa? Huna nguvu? Umekuwa chombo? Umekuwa mtumwa mikononi mwa shetani? Jipeleleze na uone ama bado ungalimo katika imani, ama mnapambana katika njia iliyokuwa sahihi, au unapigana dhidi ya hatima yako mwenyewe. Unapigana dhidi ya Mwokozi wako. Unapigana dhidi ya neno lake. Watoto, usijaribu kumshinda mama au baba. Shinda dhambi. Shinda nafsi yako. Wana familia, usijaribu kumshinda mke, kumshinda mume. Hapana. Huo sio ushindi tuliokuwa tumejifunza katika Biblia. Penda mkeo, mpende mumeo. Usigombane kushinda. Usigombane na walimu wako, viongozi, wachungaji. Lolote ambalo lina kaidi moyoni, omba, shinda hicho. Majaribu, shinda majaribu. Mwili, shinda mwili. Tamaa ya macho, shinda hayo. Tamaa ya macho, tamaa ya mwili, kiburi cha uzima, shinda hayo. Penda pesa, shinda hilo. Hilo ni shina la mabaya yote. Shinda hilo. Ye ashindaye atarithi yote. Ye ashindaye daima. Je, unaendelea kushinda?
au Wakaanani wanakushinda sasa. Akani, dhambi sasa inakushinda. Asili ya anguko sasa inakushinda. Udunia unakushinda. Siasa za dunia, ule ushindani wa dunia, kupinga sasa vinakushinda. Je, dunia imepekecha moyo wako? Sasa una vile vita vya kidunia vimeletwa ndani ya maisha yako, na hujui sasa nani wa kupigana naye isipokuwa kupigana dhidi ya hatima yako. Unajua wa kupigana naye isipokuwa kupigana kwa ajili ya hatima yako. Yeye ashindaye, kwa kuwa yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, na yule mwovu hamgusi. Na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Usiwe kama Esau. Waza juu ya ile thamani ya kile kitu kidogo, wakati unaachilia uzima wa milele kwacho. Esau alikuwa si mwenye fikara, alikuwa mkengeufu, alikuwa kijuujuu, alikuwa asiye mcha Mungu, na kwa chakula kimoja aliuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Je, unajiuza nafsi yako kwa ajili ya kitu kisichoshikika? Kwa ajili ya ile raha ya mwili? Ulicho nacho na unachopaswa kukirithi na kufurahia katika umilele wote, unakipoteza kwa sababu ya furaha iliyo ya dakika 15, kitu siokuwa cha thamani. Mtu kama Esau, unakuwa mwanamke kama Esau. Usipite katika maisha ukiwa huna fikara, mzembe. Kama Ahabu ambaye alijiuza kwa Yezebeli, akaliuza taifa kwa Yezebeli. Hana mfikara. Akaipata nchi, akapata ile bustani iliyo ya Nabothi, kile kiwanja cha Nabothi, akapoteza nafsi yake. Wempole, ndiposa una ahadi ya kuirithi nchi. Uwe wa haki, unayo matoleo ya kuirithi
kurithi ule wema na matoleo ya Mungu. Uwe mshindaji. Uwe mshindaji. Uwe mshindaji. Usiuruhusu mwili au dunia au shetani kuondosha utakatifu, utakaso, safi wa moyoni, moyo safi na mikono safi. Usiruhusu chochote duniani, yeyote duniani, kukufanya upoteze mbingu. Umesikia? Jitoe kikamilifu tena kwa Bwana. Jiweke wakfu. Jiweke wakfu kwa Bwana kwa upya. Usiwashinde majirani. Usilishinde kanisa. Usimshinde Yoshua wako. Usimshinde mwangalizi wako. Usimshinde kiongozi wako. Usimshinde mwangalizi wako wa kimataifa, GS wako. Ukifanya hivyo utakuwa ndiye mshindwaji wa milele yote. Kama ukishinda. Kwa jina la Yesu tumeomba. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako, na tunakushukuru kwa ajili ya kutuita kwa hekima, kutuitia hekima. Tunakuomba Bwana ya kwamba mioyo yenye kumaanisha, mioyo tiifu, mioyo na ufahamu ulio na fikara utamjalia kila mmoja kwa jina la Yesu. Tunaporejea nyumbani, tusaidie kuweza kufikiri na kutafakari juu ya kile ambacho tumekisikia, na kuanza upya na kumshinda shetani, kuishinda nafsi, kushinda dhambi, kushinda hasira, kushinda moyo wa kijiwe, kushinda mambo ya kiovu yaliyoko duniani, kumshinda shetani, kushinda mwili na kuhifadhi wokovu wetu na ile tabia mpya hata mwisho, na kuhifadhi ule utakaso na ule utakatifu wa moyo na usafi wa moyo hata mwisho kwa jina la Yesu, na kuhifadhi zile fursa tulizokuwa nazo za kuwa tumejawa na kujazilizwa katika ule ubatizo katika Roho Mtakatifu. Hifadhi hilo hata mwisho kwa jina la Yesu. Tusaidie Bwana ya kwamba ile hila ya dhambi na ile hila ya tamaa na ile hila ya uasi na ukaidi, Bwana, havitakuwa na nguvu juu yetu kwa jina la Yesu. Tusaidie Bwana ya kwamba tunapopitia maisha haya, Bwana, tutaenenda kwa uangalifu, tutaenenda kwa maombi, tutaenenda kwa uaminifu, tutaenenda kwa haki, na tutaenenda kwa haki, na tutaenenda kwa utii na kwa uadilifu hata mwisho kwa jina la Yesu. Tutunze katika imani, tutunze katika uaminifu, na tutunze katika ile iliyo kweli, na tutunze katika ule ujuzi unaodumu hata milele. Asante Bwana kwa majibu.
kwa jina la Yesu tumeomba.